Asante. Kwanza kwa majina naitwa Engineer Gwamaka Mwasomola. Kiukweli kutokana na uhalisia wa kwamba nchi yetu inaongozwa na Chama cha Mapinduzi na Watanzania wengi wanaamini kwenye msimamo au maelekezo ya Chama cha Mapinduzi jinsi yalivyo. Kuhusu ilani iliyopo na inayokuja, kwanza nipongeze serikali kwa ujumla kwa namna ambavyo imeweza kusimamia ilani iliyopo. Takribani maeneo mengi sana yameguswa. Ukienda huko vijijini wameweka kituo cha afya karibia kila kata, ni sehemu moja hapa kutekeleza ilani. Lakini shule zimejengwa kila eneo. Ukiangalia hata Mheshimiwa Rais ameweza kujenga special schools za wanawake tupu mikoa karibia 8 kutokana na kanda za Tanzania ambazo ni special schools for girls peke yao. Kwa hiyo naona namna gani hata Mheshimiwa Rais ameweza kugusa afya kwa ilani inayoisha, ameweza kugusa elimu, ameweza kugusa miundombinu. Sasa hivi ukienda sehemu unakuta barabara ni lami mpaka kwenye center za wilaya na kwenda nje ya wilaya husika. Kwa hiyo kipekee pia nipongeze serikali, lakini pia nikipongeza Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndicho kinachosimamia utekelezaji wa hiyo ilani. Kiujumla pia imegusa kwenye mambo ya vyuo vikuu, kwamba vyuo vikuu kifuatilia wanafunzi wameongezewa bumu, ambapo inafanya wanafunzi sasa hivi angalau kupata chakula kwa uhakika. Lakini pia sio tu bumu, lakini hata wameweza kwenye ilani inayopita tumeweza kuona kwamba serikali imeanza kutoa mikopo kwa level za diploma, kitu ambacho before hakukuwa na mazingira ya kutoa mikopo kwa level za diploma. Kwa hiyo unaona kabisa ni namna gani serikali imeweza kugusa elimu, imeweza kugusa afya, imeweza kugusa karibia kila eneo ambalo kama nchi natapaswa kufika. Na sio huko tu, pia kuwezeshaji wa vijana kiuchumi, kama unavyojua mikopo kwa vijana imeendelea kutolewa. Lakini nini matarajio yangu kuhusu ilani inayokuja? Ninaamini Chama cha Mapinduzi kina macho, na Chama cha Mapinduzi naamini ndicho kinachokuja kuongoza serikali. Kama ni hivyo basi ninaamini mojawapo ya maeneo ambapo serikali ilani inayokuja na natamani sana iguse ni sehemu ya TEHAMA, teknolojia ya habari na mawasiliano. Tukubali tukatae kwamba kwa nchi yetu ilipofikia tunahitaji tukuze sana swala la teknolojia ya mawasiliano na habari, ICT. Kwa hiyo ninaamini kupitia wizara na kupitia ilani inayokuja, ninaamini eneo la teknolojia ya habari na mawasiliano ambayo ni TEHAMA, ninaamini itakuwa nimepewa kipaumbele sana. Ninaamini pia kwa sababu naenda kuanza na mfumo mpya wa elimu yetu kuanzia shule ya msingi. Ninaamini pia masomo ya TEHAMA tafundishwa kwa vitendo zaidi kuanzia shule ya msingi. Ninaamini pia masomo ya TEHAMA tafundishwa vizuri kwa shule za olevo ili kujenga kizazi cha Kitanzania ambacho kitaanza kujitegemea kwa habari ya teknolojia. Sio tu habari na mawasiliano, lakini teknolojia kwa ujumla. Kuna vitu vingi sana ambavyo natakiwa kama nchi yetu tuvifanye kupitia sana teknolojia. Dunia imebadilika na dunia imehama kutoka analog tupo digital. Kwa hiyo ninaamini ilani yetu tunataka kugusa sana, kuweka vitu vingi sana vya kidigitali. Asante sana.